Viongozi hao wa kiraia wanasema kuwa Kamerun inahitaji kiongozi mpya mwenye uwezo wa kushughulikia changamoto za kisiasa kama mzozo unaoendelea katika maeneo ya wanaozungumza Kiingereza, yani Anglophone crisis, ugumu wa maisha unaowatesa wananchi kila kona, pamoja na janga la ufisadi ambalo limekita mizizi katika kuvu kwenye miguu ya meza ya serikali. Lakini si wote wanakubaliana na kauli hiyo, huku baadhi ya viongozi wa jadi na viongozi wa mitaa wanasema bia ni alama ya utulivu, huku wanauliza ukosoaji, kwa miaka 40 tumekuwa tulivu kama kaburi, sasa tunataka kupiga kelele za mabadiliko. Viongozi wa makanisa na wanaharakati wa haki za binadamu hawajabaki nyuma. Wao wanaeleza kuwa mshangao jinsi ya serikali inavyoziba midomo wapinzani na kuwakamata wanaohitaji mamlaka na kudhibiti shughuli za kisiasa kana kwamba ni mkutano ya siri na ya mamluki. Na huku zaidi ya 65% ya Wakameruni wakiwa na umri wa chini ya miaka 30, sauti ya kizazi kipya kinachozidi kupaza sauti, nukuu, tuna ndoto mpya, hatuwezi kuziishi kwenye kivuli cha enzi ya bia milele, mwisho wa kunukuu. Kwa hivyo, uchaguzi wa mwaka 2025 hauonekani tu kama zoezi la kawaida la kidemokrasia. Hapana, ni vita kati ya historia ya kunyang'anya madaraka na mustakabali wa matumaini ya Wakameruni wanaosubiri kwa hamu kuweza kuona kula zao zikileta ukombozi wa manufaa katika taifa lao. Na nchini Rwanda, mnamo mwaka 2012, kiongozi huyo alihukumiwa kifungo cha miaka 15 jela kwa makosa ya kupanga kuunda kundi la waasi wanaopunguza uzito wa mauaji ya kimbali. Hata hivyo, aliachiliwa huru kwa msamaha wa rais mwaka 2018 baada ya kutumikia kifungo hicho kwa miaka 6 gerezani. Kwa mujibu wa taarifa ya RIB iliyotolewa hapo jana usiku, Igambile anadaiwa kuhusika katika uundaji wa kundi la ukihalifu la kushiriki katika vitendo vinavyosababisha machafuko ya umma nchini humo. Hata hivyo, haikuelezwa wazi ni lini atafikishwa mahakamani kuweza kujibu mashtaka hayo. Tukio hilo limezua wasiwasi mpya kuhusu mazingira ya kisiasa, nafasi ya upinzani nchini Rwanda, hasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Wafuasi wake wa makundi ya haki za binadamu wanaliona tukio hili ni kama mwendelezo wa hatua za serikali kuweza kuwagandamiza wapinzani na kuzuia ushiriki wa kisiasa huru. Picha zilizonaswa na wakala wa habari zinaonyesha Igambile akiwa mahakamani akizungumza na mwanasheria maarufu wa wanasiasa wa upinzani, ndugu Bernard Tanganda, katika siku ya Jumatano. Kwa sasa bado haijafahamika iwapo atapata dhamana au ni lini kesi yake itaanza kusikilizwa rasmi hapo mahakamani. Na huko nchini Iran, waandamanaji walipaza sauti za kulaani Israeli pamoja na mataifa ya magharibi, hususan Uingereza na Marekani, wakitaja mashambulizi hayo kama ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na tishio la amani, huku tishio kwa amani kikanda. Katika baadhi ya maeneo ya waandamanaji, maandamano yalifanyika chini ya ulinzi mkali wa vikosi vya usalama, ingawa yaliendelea kwa utulivu. Taarifa kutoka shirika la habari la Tasmin zinasema kuwa waandamanaji walitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za madhubuti kukomesha kile kinachoitwa ni uhalifu wa kivita kwa Israeli. Mashambulizi ya hivi karibuni yameongezeka mvutano kati ya Iran na Israeli, hali ambayo inaibua hofu na kuzuka mgogoro mkubwa katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, mataifa mbalimbali duniani yameendelea kutoa wito wa kutuliza hali ya kuepusha mzozo mkubwa zaidi. Benjamin Kazi, SAUT TV.